بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وغرك أن يكون اسمك فقيها وأنك كنت ذا عقل نبيها، ستذكرك الليالي منتسيها وأياما عصيت الله فيها، لقد حفظت عليك وأنت ناسي. Alhamdulillah, hapana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tena katika wakati kama huu, katika saa kama hii, kukumbushana kwa kiasi ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakacho kututafikia na kutujalia, tukiwa katika makumbusho yetu, tukiwa na kitabu chetu Tabaraka Dhul Ula wal Kibriya, kitabu ambacho kwamba ndani yake kimekusanya mawaidh mbalimbali, faida mbalimbali ya kumkumbusha mwanadamu na kumweka katika njia ya sawasawa na kumwepusha katika njia ambayo kwamba isiyokuwa ya sawasawa, na kumzundua katika usingizi ambao ilikuwa amelala, hajifahamu, hajijui, lakini akapata mawaidha, akapata fikra na mawazo, akawa ni mwenye kukumbuka yale ambayo yalimfanya yeye akawa ni mwenye kuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tuko katika wagharrak an yakuna ismuka faqiha, mwenye kitabu atuelezea na kutwambia, imekughuri wewe, imekudanganya wewe jina lako kuwa ni mwanachuoni. Faqiha ni mwanachuoni mwenye ufahamu wa elimu. Elimu yako ikawa ni yenye kukudanganya kwa kule kuitwa wewe ni mwanachuoni. Elimu yako ikakufanya ikawa hutaki kujua wala hutaki kutambua kuwa wewe elimu uliyokuwa nayo ni miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukajikuta kwamba hapana, ni lazima maadamu mimi nina ilmu, maadamu mimi ni mwanachuoni, maadamu mimi ni mtu ninayejulikana, mtu ambaye ninayetegemewa, kwa hivyo ni lazima nijulikane jina langu ni nani. Ukaghurika na ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekupa, ukawa na kibri na kujiona na kujisikia kwa ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyokupa.
wa annaka, na hakika wewe, kunta dha aqlin, umekuwa ni mwenye akili, tena akili ambayo kwamba nabiha, iliyokuwa sawa, akili nzuri, akili yenye kufahamu. Lakini kwa kule kutaka kughurika na ilmu aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya yote yakakufanya wewe ukawa umeghurika nayo. Na tabia ya kughurika mwanadamu hudanganywa na sheitani na Ibilisi. Ibilisi humdanganya mwanadamu wakati akimuona kuwa hana ilmu, basi humdanganya kuwa hakuna katika dunia mwanachuoni mwenye ilmu kama wewe. Basi kule kudanganywa, kule kughurika na maneno ya Ibilisi, basi wewe ukajiona masha Allahu, hutaki kujua. Yoyote anayekuja na ilmu wamuona kuwa hana kitu chochote. Kumbe hujui sheitani ndiye aliyekufanya ughurike na ilmu yako. Kuna watu hughurika na mali yao, wakaona kuwa hakuna mwenye mali kama yeye, ukajisikia mpaka kutembea kwako kukabadilika, kwa sababu sheitani kakupa maneno ya kukudanganya, ya kukughuri, ukaona ndiyo hakuna mwenye mali kama mimi. Sheitani kughuri ukiwa una nguvu, ukajiona kuwa wewe hakuna katika dunia mwenye nguvu. Haya yote yataka urudi nyuma, haya yote wataka uangalie nyuma. Waliopita kabla yako wewe katika hii dunia walipita viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa ilmu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa nguvu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa mali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa uzuri, kila aina ambayo kwamba wewe imekughuri, imekudanganya. Basi nyuma walikuwa watu kama wewe, walikuwa kama wewe, lakini angalia mwisho wao ulikuwa ni mwisho gani? Ulikuwa ni mwisho wa kuangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ambaye wajughurika, wajidanganya na ilmu uliyokuwa nayo, wajidanganya na akili ya uwekevu uliyokuwa nayo, wajidanganya na uzuri uliokuwa nao, wajidanganya na mali uliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali kadhalika aweza kukuharibisha wewe, aweza kukupoteza wewe, aweza kukupokonya neema ambayo aliyokupa wewe, kama alivyoangamiza waliotangulia na alivyowapokonya neema waliotangulia. Basi satadhkuruka layali, utakuja kukumbuka masiku. Wewe jifanye na elimu yako iliyokudanganya, utakuja kukumbuka masiku ambayo wewe uliyasahau masiku hayo. Ulijifanya hamnazo masiku hayo, ulijifanya hutaki kujua masiku hayo, basi utakuja kuyakumbuka. Satadhkuruka layali, utakuja kuyakumbuka masiku ambayo kwamba wewe uliyasahau. Wa ayyaman asaita Allah fiha, na yale masiku ambayo kwamba
Subhanahu wa Ta'ala. Umemwasi Mwenyezi Mungu katika masiku kama hayo, kisha ukayasahau, ukajighafilisha masiku ambayo kwamba wewe ulimsahau Mwenyezi Mungu, wewe ulimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ujue laqad hufidhat alayka wa anta nasi, hayo masiku ambayo kwamba wewe uliyasahau ukajifanya hamnazo, huna tena kwenye akili yako, ujue kuwa Mwenyezi Mungu amekuhifadhia, Mwenyezi Mungu amekuwekea. Wa anta nasi, na wewe umesahau. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila ambacho sisi tunakitenda Mwenyezi Mungu amekidhibiti katika vitabu. Mwenyezi Mungu ameweka malaika wawe ni wenye kuandika yale ambayo kwamba sisi tunayafanya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, malaika watukufu, malaika bora, malaika ambao wenye kusikiza amri na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaweka malaika kama hawa, ni malaika ambao kwamba la ya'asuna Allah ma amarahum, hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa yale walioamrishwa na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sio yale tunayoyafanya kuwa hawatuandikii, la, tunalolifanya lolote, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hutamki lolote katika matamshi yako, huzungumzi lolote katika mazungumzo yako, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea raqibun atid, wenye kukuandikia yale unayoyaongea, yale unayoyafanya, yale unayoyatenda usiku na mchana, muda wote. Raqibun atid wako katika kazi hiyo ya kukuandikia, wala hawaghafiliki kwamba umefanya kosa au umefanya jema. Basi malaika kama hawa raqibun akaghafilika kukuandikia, ama atid akaghafilika kukuandikia. Hawana tabia hizo za kusahau, walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia tena, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu cha mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekidhibiti, amekihifadhi katika kitabu. Sisi tuyafanya, malaika wanatuandikia, Mwenyezi Mungu ametuwekea siku ya Kiyama aende akatuoneshe tuliyofanya. Ndipo pale mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapomuonesha kitabu chake na kuyaona yote ambayo aliyotenda, mazuri akaoneshwa, mabaya akaoneshwa, mpaka jambo dogo pia alilolifanya yeye mwanadamu akaona, hili basi hivi ni shilingi au dhuru moja au peni lilochukua, basi Mwenyezi Mungu aliandikie. Siku ya kitabu chako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupa, na huku waona ile dhururu ambayo tukisema dhururu sahihi, sidhani wa watoto wa kisasa hivi wa miaka 2000 wamejua, wala ukisema peni watoto wa 2000 wajua hizi shilingi 10 na kwenda mbele. Lakini dhururu kidogo, manake ni kitu hakina thamani
au Sunni. Sunni basi waomba Mwenyezi Mungu hivi hiki waonesha ulichokichukua ulichokifanya, hata kama ni kidogo mbele ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chako. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hivi hakuna jambo kubwa wala dogo lilofanya ila Mwenyezi Mungu ameliweka, amelidhibiti, ameliandika. Na Mwenyezi Mungu ametuandikia kwa sababu sisi wenyewe tumesahau na tumejisahaulisha. Yauma tubla sarai, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuleta siri zote waziwazi zaonekanwa, kila unalofanya. Laqad hufidhat alayka wa anta nasi, Mwenyezi Mungu amekuhifadhia kila kitu. Usighafilike wewe mwanadamu, usione kwamba lile unalolifanya katika ardhi ya Mwenyezi Mungu limeshapita fati lilopita lishapita, kwako wewe ndio limepita, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado halijapita, bado liko, bado limehifadhiwa, bado umewekewa, wangojewa siku ufike uende ukaonyeshwe. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ambayo aliwauliza masahaba zake, ataduruna man muflis? Mtume aliwauliza masahaba, ataduruna man muflis, mwamjua mtu aliyefilisika? Mjanga suala kama hili ukiulizwa wewe utalijibu, utasema muflis ni yule ambaye kwamba la dirham wala mataa, hana pesa, hana chakula, alala nje na mvua ndo hii, akinuka asubuhi atafute kwenye majaa ya taka atafute chakula ale, si ndo muflis? Hana kitu manake, hayo hoye kwa lugha sasa, hayo hoye taban, huyu ndo muflis. Na masahaba pia wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, muflis yule man la dirham wala mataa, hivyo hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuuliza suala hili la muflisi wa duniani. Duniani hakuna muflisi, duniani hakuna muflisi, kwa sababu leo waweza kuwa ni muflisi, kesho kwa tajiri. Hii dunia ndio hivyo, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hii kazi yako. Tajiri kesho, siku ya pili yake wewe ndio waje kwa yule mfanyakazi wako ndio kuomba kazi. Na haya mkaya, asubuhi tajiri, jioni maskini, jioni maskini, asubuhi tajiri. Lakini muflis ambaye Mtume aliyomtaja hapa ni muflisi wa siku ya Kiyama. Afadhali uwe muflis katika hii dunia, ukiingia msikitini ukiomba na Waislamu watakuchangia, ukibisha milango ya watu utafunguliwa, ukiomba chakula utapewa, maisha yatakwendea. Lakini muflisi wa siku ya Kiyama, nani ambaye atakuangalia? Nani? Kila mmoja yuko mbioni, kila mmoja ana lake, kila mmoja ana dhiki zake. Sitasoma Qur'an na tutaona ile hali ambazo kwamba za siku ya Kiyama, siku nzito, siku watu wakimbiana, watu hawataki kuonana, na duniani walikuwa ni wapenzi wakipendana, lakini siku ya Kiyama kila mmoja hataki kujua ni mpenzi ni hakuna. Sasa wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba, muflis ni yule ambaye kwamba atakuja siku ya Kiyama, atakuja na sala,
atakuja na zaka, atakuja na hija, atakuja na amali sadaqati, ana amali nzuri alizozifanya alipokuwa duniani. Lakini tatizo ambalo kwamba lilomfanya yeye awe ni muflis, wakati Mwenyezi Mungu ashamuhisabia hisabu yake aenda peponi, wanakuja watu mbele ya Mwenyezi Mungu wanamshtakia yule mtu. Watu wanakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, huyu duniani kanifanyia hivi, ya Rabb, huyu duniani kanifanyia hivi, ya Rabb, huyu duniani amenifanyia hivi. Watu wanaleta mashtaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Na Mwenyezi Mungu hakuwa na sifa ya kudhulumu. Hapa duniani ukidhulumu mtu ukiwa na pesa, kesi wewe kwako wewe itakuwa ni nzuri, kwa yule ulimdhulumu kwake yeye itakuwa mbaya. Utawahonga mawakili tupu za pesa kwa sababu shamba ulipate wewe au nyumba ulipate wewe, hapo unafanya. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu utamuhonga Mungu? Je, malaika utawahonga? Rakibu na atidi walioandika mambo haya yako utawahonga? Utawapa hela? Siku hiyo hakuna hela. Mungu atasema nini? Siku ambayo kwamba yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ambayo kwamba mali, watoto wako hawana faida kwako, isipokuwa ule moyo ambao kwamba ulirudi kwake, moyo uliosalimika, moyo ambao duniani ulikaa vizuri na watu. Duniani moyo kama ule hukudhulumu mtu, duniani moyo kama ule hukumpiga mtu kwa sababu ya dhulma, siku ya kiyama utasalimika. Sasa watu wameleta mashtaka yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule bwana amesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa atalipa nini wale watu? Pesa ziko wakati huo? Hakuna pesa. Zaanza kutukuliwa matendo yako mazuri ulioyafanya kwa tabu na mashaka duniani, yatukuliwa amali zako njema, zalipwa wale uliowatendea mabaya, mpaka ikiangaliwa huna tena mazuri wewe katika yale uliyofanya, na bado watu wanakuja kushtakia uliowafanyia duniani. Sasa utawalipa nini? Kwanza kutukuliwa mabaya ya wale watu waliowadhulumu duniani, yachukuliwa mabaya yao unapewa wewe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu kama yule ashabandikwa mabaya ya madhambi ya wale watu, anachukuliwa anapelekwa motoni. Huyo ndio muflis siku ya Kiyama. Ndio mwenye kitabu akakwambia usijifanye hamnazo za kusahau. Sahau masiku unaoishi duniani, unafanya unavyotaka wewe kufanya, wewe kwako wewe kwenye akili ukayasahau, lakini laqad hufidat alayka, umehifadhiwa masiku kama hayo, unayatenda masiku kama hayo, yamehifadhika katika kitabu chako. Chochote utakwenda kuoneshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima hapa duniani, ndugu zangu, tujue yale tunayoyafanya katika haya masiku yetu. Ujue hili ninalolifanya ni zuri, hili ninalolifanya je, lamridhisha Mwenyezi Mungu? Uwe kila wakati una fikra yako, kila wakati una makumbusho ya kujikumbusha. Usijifanye hamnazo, kwa sababu ukijifanya hamnazo hutaki kujua yale unayofanya, siku ya Kiyama utakwenda kukumbushwa, kisha ndo pale utaanza kulaumu kusema, hivi kitabu changu hakikuacha mpaka dogo hili nilolifanya? Kwa sababu wewe mwenyewe katika dunia
umefanya nini? Umejifanya hamnazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa haya machache min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.